Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, unavyoambiwa wachezaji wengi wa mpira wa miguu wanafanya vizuri ndani ya uwanja, hata nje ya uwanja wanafanya vizuri. Sasa siku ya leo tunakwenda kuangaza ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo siku ya leo tunakwenda kuangazia ile orodha ya wachezaji 10 wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wenye wanawake wazuri, wanawake warembo, wanawake wa kuvutia. Tunakwenda kuangaza historia hiyo. Si kwamba wewe hauna mwanamke mzuri, si kwamba wewe hauna mwanamzuri, lakini tunaenda kuangalia hawa ni mastaa ambao ni kioo cha jamii, ambao kwa upande mwingine wamekuwa wakiangaliwa na watu mbalimbali. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine tunakwenda kuonyesha ile historia yao nje ya uwanja. Je, watu hawa, wachezaji hawa wanamiliki ama wameoa ama wana wapenzi wa aina gani? Kwa hiyo tunakwenda kuangalia ile historia ama tunakwenda kuangalia ile orodha ya wachezaji 10 wenye wanawake warembo. Tunakwenda kuangalia hizo orodha hii ni kutokana na comments like ambazo wachezaji hao wameweza kuziposti kutoka katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao wameweza kupata komenti nyingi, wameweza kupata like nyingi, wengine wameshindwa kupata like nyingi. Ni kutokana na kwamba wanawake wao wana mvuto, lakini kwa upande mwingine wameshindwa kuwashawishi mashabiki wa soka wa klabu ya soka Yanga na wengine wapenzi wa soka nchini Tanzania. Pasipo kuendelea mbele, kama ni mshabiki wa soka, una nafasi ya kuendelea na comment na kutuambia, je, wewe kwa upande wako unashabikia klabu gani? Kama bado hujasubscribe, hebu subscribe alafu kisha like video hii. Sasa twende kazi tukaitazame ile orodha ya wachezaji 10 wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wenye wanawake warembo, wenye wanawake wazuri kuliko wanawake wengine ambao kwa upande mwingine wapo katika soka la ligi kuu soka Tanzania bara. Sio kwamba kila mwanamke ni mbaya, hakika kila mwanamke ni mzuri, lakini hii inadhihirisha kutokana na kile ambacho tumekwambia hapo awali. Like, comments ndizo ambazo zinakwenda kujaji katika video yetu ambayo tumeweza kukuandalia. Tukienda kuanzia mchezaji anayekamata nafasi ya 10 kwa kuwa na mwanamke mrembo ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ni mchezaji ambaye kwa sasa inasemekana kwamba analipwa fedha nyingi kuliko mchezaji yoyote hapa. Tukienda kumuongelea Clement Mzize. Kama inavyoonekana katika video yetu, Clement Mzize nje ya uwanja amemuoa mwanamke mrembo, mwanamke mzuri aliyestaajabika, kama inavyoonekana katika video yetu, akiwa anashikilia nafasi ya 10. Katika nafasi ya 9 yuko mchezaji anaofahamika kwa jina la Skin Protector ama Djigui Diarra, miongoni mwa magolikipa bora kabisa kuwahi kutokea katika ligi kuu soka Tanzania bara, akiwa ni raia wa taifa la Mali, ambapo Diarra tunamshuhudia ni miongoni mwa magolikipa ambao wanafanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara. Nje ya uwanja Diarra amemuoa mwanamke mrembo, mwanamke mzuri kama inavyoonekana katika video yetu, ambapo Diarra amemuoa mwanamke mzuri katika taifa lao la Mali, ambapo wawili hawa wanapendana kweli kweli. Kwa hiyo tunaona Diarra anakamata nafasi ya 9. Katika nafasi ya 8 yuko mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club anayefahamika kwa jina la Mohamed Hussein Shabalala. Mohamed Hussein Shabalala ni miongoni mwa nembo ama mchezaji ambaye ameacha alama kubwa katika taifa la Tanzania, ambapo Mohamed Hussein Shabalala ameitumikia Simba ambao ni klabu kubwa, ameitumikia kwa sasa Yanga ambao ndio klabu yake, ambapo tunashuhudia mchezaji huyu amecheza vilabu vyote vikubwa viwili nchini Tanzania. Mohamed Hussein Shabalala nje ya uwanja amemuoa mwanamke mzuri kama inavyoonekana katika video yetu, ambapo wawili hawa wameweza kufanikiwa kupata mtoto mmoja wa kike, na mtoto huyu anaitwa Malaika, na Mohamed Hussein Shabalala amempa jina hili kutokana na kwamba Malaika zote tunafahamu ni miongoni mwa watu ambao wanaheshimika sana duniani. Kwa ndio hivyo Mohamed Hussein Shabalala anakamata nafasi ya 8 kwa kuwa na mwanamke mrembo ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Katika nafasi ya 7 yuko
mwana wa mfalme Prince Mgadafi Dube, ama Prince mwana wa mfalme Dube. Prince Dube ni miongoni mwa wachezaji ambaye anacheza katika eneo la ushambuliaji akiwa raia wa Zimbabwe. Mchezaji huyu tunaona ana uwezo mkubwa wa kufumania nyavu, yani kwamba ana uwezo wa kufunga anapokuwa golini, lakini nje ya uwanja vile vile anaweza kufunga kweli kweli, kwa sababu ameweza kufunga pingu ama kumuoa mwanamke mrembo kama inavyoonekana katika video yetu. Akiwa ni raia wa Zimbabwe, Prince Dube ameoa mwanamke huyu ambaye mwenyewe anajiita mke wa Prince Dube, ambapo tukishuhudia kwa upande mwingine kama inavyoonekana katika video yetu, wawili hao wameweza kubarikiwa kupata watoto wawili, mmoja wa kiume, mmoja wa kike, ambapo Prince Dube anafurahia maisha yake nje ya uwanja akiwa na ua lake, ambaye ni mwanamke mzuri, akiwa anakamata nafasi ya 7 kwa kuwa na mwanamke mzuri ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Katika nafasi ya 6 yupo Ezra Patrick Mwenda. Ezra Patrick Mwenda ni mchezaji wa zamani wa klabu ya soka ya Geita Gold, mchezaji wa soka wa zamani wa klabu ya soka ya Simba, bila kusahau Singida Black Stars, ambapo kwa sasa anaitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Ezra Patrick Mwenda ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la fullback namba 2 timu ya taifa ya Tanzania kata klabu ya soka Yanga Sports Club. Amedhihirisha umahiri wake katika mechi ambazo amekuwa akipata nafasi ya kuanza. Nje ya uwanja, mchezaji anaofahamika kwa jina la Ezra Patrick Mwenda amekuwa na mwanamke mzuri kama inavyoonekana katika video yetu, na wawili hawa wameweza kufanikiwa kufunga ndoa na kuweza kupata baraka ya mtoto mmoja. Baba wawili hawa wanapendana kweli kweli. Katika nafasi ya 5 yupo mchezaji anaofahamika kwa jina la Dickson Job the Shark ama Papa. Dickson Job the Shark ni team captain msaidizi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Dickson Job, nje ya uwanja tunaona mchezaji huyu amekuwa na kiwango kizuri akiitwa timu ya taifa ya Tanzania. Mara kwa mara ni captain wa timu ya taifa Tanzania, yani senior team, ambapo Dickson Job nje ya uwanja amekuwa na mchumba ama mwanamke mzuri kama inavyoonekana katika video yetu, na wao wameweza kubarikiwa kupata mtoto mmoja wa kike, Dickson Job the Shark kutokea Morokidis ya pale nchini Morogoro, kisha Mtibwa Sugar, kisha klabu ya soka Yanga Sports Club. Basi amekuwa na kiwango bora sana, akamata nafasi ya 5 kwa kuwa na mwanamke mrembo ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Katika nafasi ya 4 yupo profesa wa mpira, hapa tukienda kumongelea Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua ni mchezaji kutokea Ivory Coast, lakini makazi yake ameamua kuyahamishia nchini Tanzania, hususan kumpata mchumba wa Kitanzania. Hapa tukienda kumongelea Nai. Nai ni miongoni mwa video vixen, miongoni mwa master ambao wanafahamika nchini Tanzania, akiwa ana shoot videos za music, ambapo Nai tunaona kwa upande mwingine amekudate na master mbalimbali, na sasa ameangukia katika penzi la star wa mpira nchini Tanzania ama ball dancer. Hapa tukienda kumongelea Pacome Zouzoua. Wawili hawa wamekuwa wakionekana mahali mbalimbali wakiwa wanakula bata, kwa tunaona kwa upande mwingine Pacome Zouzoua anammiliki Nai kwa sasa, ambapo tunaona Pacome Zouzoua anakamata nafasi ya 4 kwa kuwa na mwanamke mrembo ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, lakini bado hawajafunga ndoa licha ya kuwa Pacome Zouzoua ni baba wa watoto wawili. Katika nafasi ya 3 yupo Azizi Andambwile Maestro. Azizi Andambwile kutokea Mbeya ni miongoni mwa mchezaji ambaye kwa sasa anafanya vizuri ndani ya kosti ya timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nje ya uwanja Azizi Andambwile ameupiga mwingi kweli kweli, ukiangalia anamemuoa mwanamke mrembo wa kuvutia kama inavyoonekana katika video yetu. Wawili hawa kwa upande mwingine wanapendana kweli kweli. Azizi Andambwile raia wa Tanzania mwenye uwezo wa kucheza katika eneo la kiungo namba 6 na center back namba 4 au namba 5. Basi kwa upande mwingine tunaona ameweza kupata mwanamke mrembo wa kuvutia kama inavyoonekana katika video yetu, akamata nafasi ya 3 katika ile orodha ya wachezaji 10 wa klabu ya soka Yanga wenye wanawake warembo.
Katika nafasi ya pili yupo kiungo mtu kutokea visiwani Zanzibari. Hapa tukienda kumwongelea Mudathir Yahya Abbas. Mudathir Yahya Abbas ni miongoni mwa viungo hatari kweli kweli, akiwa anacheza kama box to box midfielder ya namba 8. Ana uwezo wa kucheza kiungo namba 10. Mchezaji huyu tunaona mwenyewe anakuambia akishinda goli lazima apige simu, lakini simu yenyewe unajua inakwenda wapi? Inakwenda kwa mpenzi wake ambaye kama inavyoonekana katika video yetu ni mrembo kweli kweli wa kuvutia, ambaye ni mke wake. Wamefunga ndoa pingu za maisha kipindi ambapo yupo katika klabu ya soka ya Azam Football Club. Mchezaji anaofahamika kwa jina la Mudathir Yahya Abbas amemuoa mwanamke mrembo wa kuvutia aliyestaarabika kama inavyoonekana katika video yetu, na wawili hao wanapendana kweli kweli, na Mwenyezi Mungu ameweza kuwapa baraka ya mtoto mmoja. Kwa hiyo tunaona Mudathir Yahya Abbas ni mchezaji wa pili ambaye ana mwanamke mzuri ndani ya kosi ya timu ya soka ya Yanga Sports Club. Katika nafasi ya kwanza yupo mchezaji anayefahamika kwa jina la hapa tukienda kumwongelea Faridi Musa Malik Shah. Faridi Musa Malik Shah ni mchezaji ambaye anaupiga mwingi ndani ya uwanja hata nje ya uwanja, anaupiga mwingi kweli kweli. Ukiangalia Faridi Musa Malik ni mchezaji ambaye ni mpole kweli kweli, hata katika interview zake ambazo anazifanya basi amekuwa akistaarabika kweli kweli kwa maneno ambayo anajibu. Si kwamba wachezaji wengine wanajibu vibaya, bali Faridi amekuwa na ukarimu na mchezaji mwenye upendo, lakini nje ya uwanja ana mwanamke ambaye amestaarabika na ameweza kufanikiwa kupata baraka ya mtoto mmoja wa kiume kama inavyoonekana katika video yetu. Huyu ndio mke wa Faridi Musa Malik Shah ambaye naye pia amefuata maadili ya kimsingi ya Kiislamu akiwa amevalia juba. Kwa ndio hivyo Faridi Musa Malik Shah nje ya uwanja ameupiga mwingi akiwa anakamata nafasi ya kwanza katika ile orodha ya wachezaji wenye wanawake warembo, mwanamke mzuri katika kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club. Mwanamke ni urembo, lakini matendo ni Mwenyezi Mungu mwenyewe anayajua, kwa sababu siri ya mtungi ajuaye kata, kwa sababu tunafahamu unaweza kuwa mwanamke mrembo lakini matendo yake yakawa sivyo vile ambavyo unatarajia. Kwa hiyo tunaamini mpenzi mtazamaji umeweza kuelewa kile ambacho tunaweza kuletea, lakini ni mwanamke mrembo ambaye kila mwanaume anatamani kuwa naye. Tuambie neno la comment kwa upendo wako katika orodha hii. Je, ni kapu gani ambayo umeweza kuikubali? Toa maoni katika comment hapo na sisi tutakuja kuyasoma.